ya. Kuna majitu ukionyeshwa tu siku moja, wakuonyesha ukueleze kwamba hili ndilo jitu ambalo unakumbana nalo, walai hautacheza, hautacheza, utajituma kwa magoti yako, kwa sababu hayo majitu ambayo unapigana nayo ni makubwa, yana uzoefu kushinda, ya. Unahitaji aliye na uzoefu zaidi hayo majitu. Ni asubuhi ya namna hii basi tunapoingia kwenye sehemu ya chemsha bongo, kwenye sehemu ya chemsha bongo, mimi nakuletea muendelezo wa jana. Nilikueleza kwamba jana, leo, kesho na labda ikibidi siku ya Ijumaa kuna series ambayo mimi ninapoandika naandika ili uweze kutafakari na vile vile uweze kuchukua ndani mafunzo katika hatua ambayo tunasonga ndani, ili uweze kuwa na uelewa ya yale ambayo tunayashughulikia, ya. Na wewe pia katika picha ya karibu na kwako, hapo ulipo kwenye mtaa wa kwako, unaweza ukaweka hiyo picha kwenye akili yako vizuri, ya, ukaisindikiza kwenye mawazo yako, ukaona kwamba hii inakwenda vipi, ya. Mbona imekuaje, ya. Wakati mwingine unaweza kuwa imekuaje jamani, ya. Hivi vitu tunakuwekea kwenye majukwaa tofauti ili uweze kujifunza kutokana nayo. Itakusaidia sana, ya, itakusaidia sana. Sasa pale mimi hupenda kukuuliza wewe umeona nini, ya. Jana nilikuletea kwamba kuna yai ambalo limefungwa, limewekwa kwenye meza, alafu pale limebingirika. Na kabla ya pale basi picha ya leo inakuwekea kwamba kuna yai pale, ndani yake linakaa kuna kitu kinataka kipasua kutoka ndani. Ile nguvu ya ndani inaonyesha kwamba mimi sio hapa, ninaibidi kuweza kuondoka, nijukumike. Ya pili inaonyesha kabisa kifaranga ndio hicho kinatoka. Na ya tatu kuna mkono pale, mkono ambao unarudisha ndani. Ndio maana nilikueleza, singeweza kueleza jana nikamaliza. Sasa huu mkono unaorudisha ndani ni nguvu, ni mtu aliye na mkono anarudisha ndani, na pale ndio ameweza kufunga lile yai, ameweza kufunga lile yai kwa sababu kile kifaranga kisitoke nje, na kimeonyesha kwamba muda wake kuweza kuondoka umeweza kufika, lakini inafinywa irudi ndani na imefungwa na kamba ikawekwa kwenye meza. Kitazaliwa kile ambacho kilikuwa kinamalizwa na wauni. Hapa muuni anajaribu kumaliza hiki, ya, anakimaliza lakini haja kiua, anakifungia ndani. Lakini kitazaliwa, kinachofinywa na wauni kitazaliwa, ya, kitazaliwa. Usiwe na shaka wakati ambapo kinafinywa, japo akije kufa bado kita uwezo wa kuweza kuishi. Hata akifunge namna gani hakiwezi kikakuwa yai tena, kwa sababu kifaranga kishajitokeza. Kuku washayaona uzao wao, unahitaji kuweza kumkumbatia tu, kwa sababu unapopigana kuweza kukifinya na kukirudisha ndani, hakiwezi kurudi katika hali yake ya uhalisia ya kuwa yai. Kisha kuwa kifaranga na muda wake wa kuondoka umefika. Kuna watu maono yao yamefika yaondoke, ni ile tu waweze kujilipua kutoka ndani. Ndio maana nikakueleza kwamba hii siwezi kuambia na siku moja, itabidi nichukue siku 2, 3, 4 ili uweze kunielewa. Kuna watu ambao hata wakirudishwa ndani, wafungiwe ndani, haiwezekani. Muda wao kuondoka umefika, majira yamefika. Na hapa ndio wakati mwingine najaribu kuingiza na hata mifano yangu mtu binafsi. Wengi tumezimiwa microphone, wengi tukafukuzwa hata kwenye maajira. Nakumbuka tumefukuzwa kwenye maajira, tumefukuzwa wengine tukakimbizwa kwenye mashifti ambayo ni ya popo ya giza. Ukiingia shifti ni saa 6, unaamka, wanapoamka asubuhi wewe ndio unabaki, unakuja wanakutoa kwenye shift saa 10 uondoke, wao waingie kwenye mashifti. Hii haitoshi. Ukifika mahali wewe unakuwa labda umeandikwa permanent, umeandikwa wewe unajua tu vizuri permanent na hujawaifanya kosa,
lakini wakija kufukuza watu, wale ambao wako kwenye contract watabaki, wewe unawekwa kwenye list. Ashukuriwe huyu Mungu. Utazima microphone lakini huwezi zima sauti ya Cantona. Hawezi ukazima sauti ya Cantona. Unaweza zima microphone. Ya, mimi acha nizungumzie mfano hai, mfano binafsi. Kuna vipindi ambao unazimiwa microphone. Kuna vipindi ambao watu naambia usiingie kazini. Lakini hawezi ukazima sauti yake. Hawezi ukaizima. Kwa sababu alichoitiwa ndicho anachokifanya. Kuna watu leo hii wamezimiwa maeneo yao, majukwaa yao walioitiwa, wamezimiwa, wamedhalalishwa, wamefanywa ni kama waofai, wamejihurumia na kurudi makwao, wakaishi maisha ya kujihurumia, wakati ambapo inabidi wajilipue kutoka ndani, wajilipue kutoka ndani ya kwamba inawezekana, it is possible. Ndio wana uwezo wa kuzimia microphone, wana uwezo wa kuweza kufukuza kwenye hiyo ajira, wana uwezo wa kuweza kufukuza kwenye hiyo taasisi, wana uwezo wa kuweza kufukuza kwa sababu ni majukwaa na maeneo ya kwao, lakini hawana uwezo wa kuweza kuondoa kilicho ndani yako, kile ambacho Mungu alikuita ukifanye. Mimi kuna kipindi ambacho nimeandikwa kwenye listi ya kuondoka, na mimi sijui, mimi napiga kazi yangu kwa bidii, lakini niko kwenye list. Watu kuna wale ambao wanaitwanga, wale ambao ni wadukuzi ama wale wa maofisi, yani wanaitwa kimombo office moles. Wanajua wewe uko kwenye list, hawezi kukuambia, hata hawezi kuambia, wanakuangalia na jicho la huruma. Wewe unapambana, lakini wao wanajua wewe unaenda. Lakini kabla ya hapo, miaka kama 5, 6, 7, 8, 10, miaka kama 5, 6, 7, 8, 10, hapo katika hiyo miaka ya 5, 6, 7, 8, 9, nilibaki nimeeleza mmoja ambaye alikuwa ndiye supervisor. Huo mlango niliingia peke yangu, lakini siwezi ondoka peke yangu. Tutaondoka tukiwa watu wawili. Mwaka ilipita ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9. Mwaka wa 9 nikamweleza, tumejaribu kubalance sana hii boat, ili isiweze kuzama. Lakini nyinyi mnafanya mambo yenu kwa maamuzi yenu tu, lakini itafika mahali hatutaweza kubalance maji tena, ili muendelee kukula kwenye table na sisi tunaendelea kubalance na hamna. Wakati ambapo anapeana list ya jina langu ndio mimi niondoke, na wala kumbe kuna mkubwa wa mkubwa pia, yeye wanaweka jina lake pale, na alikuwa kwa kazini. Yeye ameamkia kazini saa 11, mimi niko nyumbani kwenye mapumziko, kwa sababu nilikuwa shift ya usiku. Aliyenipigia simu namuuliza aje, mimi sielewi, unaitwa na huko na human resource, mimi sijui, na anajua. Nilipofika naona kweli mtiririko, watu wanaingia kwenye maofisi na watu wanakaa huzuni kama kuna kifo. Hali si hali, ni tete. Mimi kufika nikaangalia, nikaona kweli watu wanaolia kwa sababu mazingira ya kufutwa wakati ya corona. Sasa watu wana work from home, unafutwa unaenda wapi? Na kuna vitu ambavyo lazima wewe unalipia, gharama inaitwa recurrent expenditure, utakuwa unalipia aje? Ashukuriwe Mungu, maana ndani yangu nilibaki nimesema, hakika Mungu ulitaka niondoke na barabara hii. Kuingia pale naona jamaa anatoka ndani, amesononeka, ameumia. Wapi ni aje? Acha turudie wenyewe nyumbani. Nini? Tunaongezwa mshahara? Hapana, tumefutwa. Mimi nikasema kwa moyo, hakika hii ndio siku ambayo ilikuwa inapangwa kwa miaka mingi, imetimia. Mungu nipe ujasiri wa kusonga mbele. Nilipoulizwa, mbona wengine wanalalamika na wewe haulalamiki? Mimi nilibaki nimeshukuru. Nashukuru sana kwa muda ambao mmenipatia kufanya kwenye kampuni hii, na hata ninapoondoka naondoka nikiwa na matumaini kwamba mkinihitaji kwa sababu ya kazi yangu, niko tayari kufanya hiyo kazi tena mkinihitaji. Asanteni kwa muda ambao tumekuwa pamoja. Hapa palikuwa kama nyumbani, lakini muda wa kuondoka umefika na barabara ndio hii. Aliyepanga ni kwamba nitaondoka na barabara hii.
Na hivyo nilivyoondoka. Wengi walivyokuwa nalia wakisema tuhurumie, mimi nilibaki nimesema nashukuru, kwa sababu vita havikuwa rahisi. Na wanao kupiga vita si hata wenye kampuni. Wao pia ni watu wameandikwa, wanaweza futwa saa yote, wanaweza fukuzwa saa yote. Majira kama haya yakija, unakuwa ni mtu ambao unashukuru wakati wote, kwa sababu hayaje kuja bure, yamekuja na makusudi. Unasindikizwa kwenye hatima, lakini haujui. Badala ufurahi unanungunika. Kuna leo watu ambao mtafinyiwa chini ili msiweze kuonekana. Hata labda unaweza saulika. Yesu alimsahau Daudi. Kuna kangine kakuko hivi, hata hako akakuange hata na nguvu. Hata mwili yake kamekonda, kale ni katoto. Ya, kale. Yaani hata baba ya Daudi hakuona Daudi kama shujaa. Kuna watu leo, lakini hiyo mbona ikusumbue? Ndio ningependa kwamba ujilipue kutoka ndani. Haimaanishi leo ukizimiwa labda mahala fulana fursa wamezima kokote. Hawajezima kokote. Wamezima kwenye maeneo yao. Lakini bado hayo maeneo una uwezo wa kuweza kuyamiliki. Mungu ana uwezo wa kubadilisha sahani ukikaa vizuri na yeye. Utajipata wakati mwingine unagandamizwa kwa sababu una nguvu. Lakini ukiwa na nguvu yako ya ndani na huo ukondee ambao uko nao, huo ukondee ambao uko nao, una uwezo. Mtu asiyekutisha. Mtu asiyekutisha kwenye jukwaa lolote, iwapo uko sahihi, simamia kilicho sahihi. Kifaranga kinapambana kweli kweli, kwa sababu muda wake wa kukaa pale ndani umekwisha. Lakini pale mkono wa nje unakifinya kurudi ndani, na hata unakifunga kwa sababu ya kutokuweza kutoka nje. Ndio maana nikakueleza jana, hii siwezi kueleza na siku moja. Inahitaji nikupatie siku 2 ndio tutembee polepole kwa utaratibu, ndio uone ufanye wa ndani ana nguvu kuliko mtu wako wa nje. Haimaanishi leo ukifutwa kwenye kampuni kwamba umefutwa kwenye maisha. Haimaanishi ukifukuzwa kwenye kampuni umefukuzwa kwenye maisha. Maisha lazima yaendelee. Napenda sana kauli ambao wakati wote wanapenda kuitumia, safari bado. Safari bado. Safari bado. Safari bado. Siku ya leo ondoka ukifahamu, ama wakati ambapo nakutana na ujumbe huu, kwamba mtu wako wa ndani umemlisha namna gani. Kwa sababu changamoto utakumbana nazo. Zipo tena kwa wingi. Hapa nje utakutana na changamoto zingine zinakutoa machozi. Utakaa chini utalia, lakini hautalia siku zote. Itabidi upanguze machozi na uweze kupambana ili kuweza kuaibisha walioona kwamba hakuna kitu kinatokezea Nazareti. Kuna watu ambao wameangalia wakapima na rula ya kwa hatokezea kwenye mji huo. Kwenye boma hilo hakuna kitu kitazaliwa pa. Hakuna. Na wakaeka na mizani, wakapima. Wakakaa mkao. Inabidi uweze kuaibisha. Wewe ndio unafaa uweze kuaibisha, wewe ndio mkombo. Wewe unaweza beba hiyo. Wacha uoga. Pambana na majitu. Pambana na majitu. Usikubali majitu yaliyoangamiza babu yako, yakalemaza baba yako, kwa sababu majitu yapo yanapiga kila siku wakati wa kuona kwamba umefikia wapi. Umeanza kutembea na bakuli ya ombaomba ama umesimama. Majitu yapo yanachunguza.
Wanaweza kuwa na uwezo wa nje kukufinya kurudi ndani kwa sababu ngali katika umri ya uchanga, you are not mature. Lakini wakati wako wa kufika ukifika, jilipue kutoka ndani, ya kwamba kule ndani ulikuwa sio umekaa, ulikuwa unazidi kukua na kupata nguvu ya kutoka na hekima. Hiyo kesho series itaendelea. Yaani kesho script nazidi kuiandika ya leo kwa sababu ya kesho. Tufahamu hiki kifaranga kilivyofungwa na kuwekwa kwenye meza, kiliondoka kikadondoka na kikapata uhai ama kilikufa? Na iwapo basi kilipata uhai, wewe kama kifaranga ambao umefinywa, maono yako yasionekana, yasifikie, utupwe kwenye shimo, wakuuze Misri. Utafika Misri uzidi kuzubaa kwenye nyumba ya Potifa na uhurumie na uweze kujiingiza kwenye makosa, ama utasema hapana, hata kama ni kuacha vazi nitawacha, lakini nifike ikulu. Ni maamuzi kutoka ndani. Na hiyo ndio chemsha bonge ya siku ya leo.